standard. Bwana sifiwe. Raise standard. Sijui acha niweke tu hii chini kwa sababu hata sijaibana sitakaribia huko. Nivae nikae tu itakuwa ni vizuri zaidi. Nitajaribu sana nichezee hapa nisikuje karibu na nyinyi. Labda tukikaribiana na mtu ndio nivae. Bwana sifiwe. Lakini wewe ukiwa hapo vaa mask vizuri. Juu tuliza umetuliza. Kama ni mimi wewe ningekuwa nimevaa vizuri kwa sababu siongei sana. Amen. Vaa tu mask yako vizuri kwa sababu tunataka uwe safe. Amen. Tulisema kwamba na nikataja jambo na nataka kutia hilo jambo nguvu siku ya leo kwamba turaise standard zetu. Yaani turaise standard ni ile usikuwe venye ulikuwa ukitoka Geshagi maombi yako yenye ulikuwa nayo siku ile bado ndio uko nayo leo. Tunataka kuwa umepanda kiwango kingine. Bwana asifiwe. Na nikakwambia kuna mnyama mmoja anaitwa lion na Yesu Kristo baka akaamua kujitanisha na yule lion kwa sababu tunamuitaga simba wa Yuda ama lion of Judah. Amen. Na nikakwambia huyo mnyama kitu ambacho kinafanyanga akuwe tofauti na wanyama wote ni kujiamini. Bwana asifiwe. Kujiamini. Hata sio nguvu anakuwa nayo mingi venye watu wanasema. Nataka unielewe vizuri. Sio nguvu anakuwa nayo sana kwa sababu kitu kama buffalo na kitu kama ndovu iko na nguvu kuliko yule mnyama. Lakini kale kama mnyama kanakuwa kanajiamini sana. Hiyo kujiamini ndio nguvu yake. Amen. Nataka unishike vizuri. Nataka tuende katika kiwango kingine cha imani. Amen. Cha imani. Bwana asifiwe. Na tukagundua kuna maandiko tulisoma na tukaongea kuhusu kwamba mioyo tukasema kwamba padri wakati anaambia watu wakule meza ya Bwana huwa anawaambia hebu inueni sasa mioyo yenu juu. Amen. Kwa nini awaambie muinue mioyo yenu juu? Anawaambia hivyo kwa sababu moyo ambao uko chini hata ukipewa hiyo meza ya Bwana hautasaidika. Bado utakuwa na shida kubwa zaidi. Bwana asifiwe. Lakini moyo ambao umewekwa juu uko katika kiwango kingine na Mungu pale juu ndiye anaonekananga. Nataka nikwambie siku ya leo Mungu anaonekananga mahali juu sio mahali chini. Bwana asifiwe. Tunaweza soma karibu maandiko 5 kama imefuatana na utagundua Mungu anaonekananga juu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Hebu acha nikusomee hii maandiko kwa sababu nataka tuende kwa haraka sana. Hata leo karani nitamwacha tu apumzike ili niweze kwenda speed. Nataka nisome maandiko haya ili tupelekane. Ni kitabu cha Mwanzo 19 mstari wa 17. Mwanzo 19 verse 17. Inasema hivi: ikawa walipomtoa nje, mmoja alisema, jiponye nafsi yako, usitazame nyuma wala usisimame katika hilo bonde. Amen. Amen. Kwa bonde tunakatashwa. Bonde ni mahali ndani, kama bonde ni mahali kuna kishimo. Ukienda kama Mayona mahali kuna bonde ni mahali chini. Amen. Huyo ni Loti anaongeleshwa hapo. Bwana asifiwe. Akaambiwa na malaika wale, mmoja alisema, jiponye nafsi yako, usitazame nyuma wala usisimame katika hilo bonde. Amen. Popote ujiponye. Akamwambia hivi, hilo bonde. Alafu akamwambia ujiponye mlimani. Amen. Usije ukapotea. Loti aliambiwa na wale malaika ambao walimuokoa, waliona huyu jamani mtu tofauti kabisa kwa hii nchi. Na Mungu alikuwa ameamua kumaliza ile nchi kabisa. Lakini Loti wakati ilionekana ni mtu ambaye ameconnect na Mungu vizuri, malaika wale wakamwapea instruction. Wakamwambia, my brother, hebu chomoka na usijaribu kuingia katika bonde. Hili bonde lenye liko hapa usijaribu kuingia. Nataka ukiingie katika mlima ili ujiponye. Bwana asifiwe. Kwa nini hakuambiwa ingie katika bonde? Kwa sababu kwa bonde hakuna amani. Kwa bonde mtu mwenye moyo wake uko chini, na ndio unaona padre anasema inueni mioyo yenu ili mpewe sakramenti. Moyo ambao uko chini hawezi saidika haraka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hata Musa ukisoma katika maandiko yote penye Musa anaonekana akienda maombi ama kwenda kukutana na Mungu, hakuna mahali penye walikutana katika bonde. Siku zote walikutana katika mlima. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Alikuwa anaenda mlimani. Pale kwa mlima juu, hapo ndipo Mungu anapatikana. Hebu sema Mungu wetu anapatikana mahali juu, sio mahali chini. Mungu wetu anapatikana mahali pako juu. Sio chini, sio katika bonde, anapatikana mahali pako juu. Amen. Na ninataka moyo wako kuanzia leo uanze kuwa juu, kwa sababu ukiwa chini hata Mungu haonekani kwa lile bonde. Bwana asifiwe. Kama malaika wenyewe wanatambua kwamba huyu jamaa akienda pale chini hata saidika. Je, wewe mbona unataka kwenda mahali chini? Mbona unataka kwenda mahali penye pako chini? Bwana asifiwe. Hebu nikusomee maandiko. Hiyo ni ya Loti. Aliambiwa aende aingie mahali ndani, mahali juu, sio chini.
asiingie katika bonde. Kuna bonde lilikuwa hapa, akaambiwa Loti, ukitaka upone kabisa kwa hii jambo, hebu imagine walikuwa wameamua kumponya, lakini bado kuna instruction, usijaribu kwenda katika bonde. Bwana asifiwe. Wacha niweke hii simu yangu kwa sababu naona tena hii mtambo yangu ilikuwa nimeiseti dakika mzuri, sijui kwa nini tena inazima haraka. Kumbe niliweka kwa seconds. Bwana asifiwe. Wacha hapo, tumesikia ni Loti, ni Mwanzo 22. Tumesoma Mwanzo ngapi kama ulikuwa kwa kitabu? Ilikuwa 19 17, si ndio? Na ilikuwa ni Mwanzo, si ndio? Wacha tusome maandiko mengine tujue ni nani mwingine alijua juu siri ya mlima ni kitu ya maana. Amen. Hapa kulikuwa na majamaa wawili, mandugu wawili ambao mnawajua historia yao sana. Mmoja alikuwa anaitwa Yakobo, mwingine Esau. Wacha tuone kama walikuwa na siri ya kukaa katika mlima. Kitabu cha Mwanzo 31:25 inasema hivi: Labani akamfikia Yakobo, na Yakobo alikuwa amepiga hema zake katika mlima. Huyo ni Yakobo. Alikuwa amepiga hema zake wapi? Katika mlima. Na Labani na ndugu zake wakapiga hema zao katika mlima wa Gileadi. Haya, huyo ni Yakobo. Tumesikia alikuwa amepiga hema zake katika. Wacha tuangalie ndugu yake ambayo kwa maandiko mnamsomaga mnaona ni kama ni mtu mwenye alikuwa amechanganyikiwa. Hakukuwa amechanganyikiwa. Nilirudi nikakwambia Esau pia alikuwa mtu ambaye alikuwa mwerevu sana, na hiyo uwerevu yake ya kumjua Mungu na kukuwa mtu strong na mtu roho juu ilimsababisha akatajirika karibu kupita mpaka Yakobo mwenyewe. Na Yakobo kwa jina yeye ndiye aliitwa mbarikiwa, lakini naye Esau akatumia mbinu ambayo inaitwa ujasiri. Hakuweka moyo wake chini, alicheza juu. Amen. Aliweka moyo wake wapi? Wacha tusome kuhusu Esau. Hicho kitabu cha Mwanzo 36:8. Mwanzo 36 mstari wa 8 inasema hivi: Esau akakaa katika mlima Seiri. Esau ndiye Edomu. Amen. Na ndiposa nikakwambia Esau hata baada ya kufanywa venye alifanywa, dakika ya mwisho mambo yake ilichange. Kwa sababu alisema kule juu mvua na ile inyamwagikiaga mahindi, hizo vitu zote nilinyang'anywa. Ndugu yangu alibarikiwa, vitu zote zenye huwa zinamea juu ya mchanga, zenye zinameanga hapa juu, mahindi, ngano, hizo vitu zote alibarikiwa nazo. Yeye naye akapiga hesabu akajua nitachimbua chini. Yeye ndiye alifungua madhahabu na vitu zingine za dhamana. Leo hii gunia ya mahindi, ukienda sema tu gunia moja ya mahindi kama imejaa, alafu dhahabu kaleto kanatoshana sweet. Dhahabu ambayo inatoshana sweet. Dhamana ya dhahabu inaweza nunua mahindi karibu sijui karibu 1000, dhamana ya dhahabu kamo. Kwa hivyo yule mtu akakuwa tajiri sana, hata baada ya kwamba yeye sio hakubarikiwa na hakuingia katika ile channel ya baraka, lakini moyo wake kwa sababu alikuwa mjanja sana, na nikakwambia yeye alibidi atumie ile inaitwa courage. Baka alisikiza baba yake akieleza Yakobo kwamba usiwahi oa mabinti wa watu fulani, kwa sababu hao mabinti ukiwaoa hautampendeza Mungu. Naye Esau akawa amekaa mahali anategea hiyo story, aka make sure hata yeye wakati alioa hakuoa mabinti wale ambao baba yao alikuwa ameambia Yakobo ndugu yake asiwaoe. Hata yeye make sure hakuwaoa. Amen. Kwa sababu alitumia nguvu zake zote za ujanja, aliweka moyo wake chini, hakuenda chini. Bwana asifiwe. Kama angeweka moyo wake chini aseme sasa nimenyang'anywa baraka, sasa mimi sasa ni bure, angekuwa bure mpaka mwisho, mpaka kufa kwake. Tungekuwa tukisoma historia ya mtu mwenye alihangaika duniani, lakini maandiko yanatuonyeshanga alirudi akapata fanaka hata zaidi kuliko Yakobo. Yakobo tukaona alipitia kilio tofauti, alikuwa mbarikiwa kwa jina, lakini alipitia machungu baada ya machungu katika hata akiwa mbarikiwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yakobo ni jina aliwachiwa kwamba yeye amebarikiwa. Amen. Lakini mambo alipitia ni mazito sana, lakini ndugu yake aling'eng'ana na dakika ya mwisho akainuliwa zaidi. Bwana asifiwe. Ukisoma maandiko utajua Yakobo, Esau hakupotelea chini. Amen. Haya, wacha tuone mtu mwingine ambaye ni nani? Basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro, mkwewe kuhani wa Midiani. Akaiongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Herobu. Unasikia, huyo naye ni Musa. Ni kitabu cha Kutoka 3 mstari wa 1. Kinaongelea bado Musa alionekana mara mingi akikutana na Mungu katika mlima, na huo mlima baka sasa ukawa na jina kwamba mlima wa Jehova. Bwana asifiwe. Mbona wewe unataka kuweka moyo wako chini? Mbona mambo imekuja umeanza kukua sasa wewe ndio mtu mwenye unakufa moyo kabisa, baka unasema siwezi fanya biashara yoyote. Ati watu wakianza sema uchukue kaloni ili ufanye kazi unaogopa. Sijui kama umewahi jua watu ambao wanachukua kaloni ndio wengi wanatajirika. Umewahi notice hivyo?
Lakini hata leo hii yaweza kuwa wewe ni kati ya unasema hii loan ukichukua unaweza chotoa, na ukichotwa sasa hii na sasa unaweza utakaa maskini miaka yako yote. Kwa sababu watu ambao wanajiwekaka wanakuwa strong, hao ndio Mungu anapeleka kwa mtu kingine. Bora ukuwe mtu mwenye unalipa loan. Bwana asifiwe. Na ujipime vizuri. Kama wewe deni yako ukikopa haurudishani, ujue wewe hata loan bado ukichukua utasumbua. Lakini kama wewe ni mtu mwenye hupendi vitu za wenyewe, unapenda kutoa kuliko kupewa, utajipata hata ukichukua loan ufanye biashara utaweza kulipa. Kwa sababu gani? Umejiamini. Naye Mungu wa wale ambao wanakuwa watu wajasiri, kama Daudi nilikupa story yake, alikosa kuwa mtu wa uoga na nilikosa Mungu akamtumia. Amen. Kwa sababu Mungu aligundua moyo wa haka kijana sio moyo wa kawaida. Huyu kijana kuna roho kama ya simba. Bwana asifiwe. Na yeye ndiye alizaa uzao wake, ndiye alizaa Yesu Kristo ambaye ndio the Lion of Judah. Amen. Amen. Mbona Yesu hakujiita fisi? Mbona hakujiita chita? Mbona hakujiita buffalo? Kwa sababu hizo vitu zote zikisikia kitu inalia zinatoroka kidogo, zinataka kuogopa. Buffalo hata unaona ikiwa na nguvu hivyo, ikisikia kuna kitu inaongesha hivi na sukari inaanza kukimbia, inaenda inaangalilia mbali, ni nini hiyo? Lakini lion hainanga hiyo. Lion hainanga wasiwasi. Amen. Na nimekuambia ushike vizuri, lion sio nguvu inakuwa nayo mingi. Hiyo kuwa na roho juu, hiyo moyo wake ambaye inakuwa nayo ambayo si ya uoga, hiyo ndio ilifanya iitwe king of jungle. Hata wewe utaitwa king wa mambo za hapa duniani baada ya ujasiri wa ajabu katika maisha yako. Bwana asifiwe. Na niliwahi waambia mfungue account za bank, mwache kukaa bila account bwana. Mwache kukaa bila account ya Equity ama ya KCB, lakini sana sana mimi na prefer ya Equity. Kwa sababu ukikuwa wa huko mambo zenye unataka kufanya pengine ungekuwa mbali sana. Na hili kanisa niliwaambia very soon nataka kila mtu akuwe ameinuliwa. Na niko sure mkikuwa na moyo ambao ni moyo wa simba, moyo ambao hauogopangi, moyo ambao sio uoga, mtaenda mbali sana. Baada ya miaka 2 tukiwa hapa na nyinyi, mtaona maisha yenu yamebadilika na mtasema kweli Pastor Sami kuna kitu alikuwa anaona na kuna kitu Mungu alimnenea tuambie. Bwana asifiwe. Ninataka nyinyi wote mfungue account. Kufungua account ni free. Sijui nini nawasumbua. Enda pale Equity. Usiogope sijui wajui kuandika. Hata ukishindwa kuandika utaweka hata kidole. Siku hizi na mashini mitambo zinatumia hata kidole yako tu. Fingerprint inakuwa ndio signature yako. Unaogopa nini? Amen. Unaogopa nini? Ama kama jina yako unajua tu kuandika S na H, kama inakuwa na M na W, unaandika tu M na W na una bora kama mstari hivi, na kwa hiyo ndio sign yako, tangalia tu handwriting. Bwana asifiwe. Mambo ni rahisi bwana, wacha uoga. Wacha uoga. Hata sisi tu kwa tumesoma sana. Hata mimi mara yangu ya kwanza kwenda bank ndio nilifungua account, nilikuwa na wasiwasi sana. Nilikuwa naona pesa yangu ni kama inaweza potea. Ni kama naweza weka pesa huko siku moja wakatalia ama niende nitoe nipate hakuna pesa. Ilibidi nifungue account lakini nilijijaza, niliweka moyo wangu juu, sikuweka chini. Nikasema kuliko kuogopa kufungua account, wacha niende nifungue, alafu niweke pesa kidogo kama 1000, alafu niende nikae tu hours na nikuje nijaribu kutoa nione kama itatoka. Wakati nilijaribu nikafungua account vizuri, nilikuwa kama muoga kama wewe tu. Kwa sababu si ati hata mimi niko juu sana pia kimasomo, sikukuwa na hiyo knowledge ya bank. Amen. Lakini nikasikia mimi sio wa kawaida, mimi sifai kukabilia account. Maneno ya kukabilia account nilikuwa na sio poa. Lakini juu nilikuwa naogopa, lakini nikasema sitaogopa mpaka mwisho. Waache nitoke, waache niende kandi raise standard. Waache sasa nijifikishe kiwango kingine cha kuwa niko na account. Nikienda nikafungua account, nikaweka dao moja. Kuweka dao moja nikakaa kama 2 hours nikarudi. Nataka kutoa hii pesa yangu. Nataka kutoa gapi? Nikawaambia nataka kutoa shilingi 800. Nikaenda wakanitolea, nikaona imetoka. Haya nikarudisha. Amen. Hebu ona. Kujiamini. Nilikuwa mtu mwenye singewahi fungua account. Hebu niambie mambo zenye unaona nikiwa nazo. Hizo pesa zote ni pesa za kukaa nazo nyumba. Unaweza kaa na milioni 5 kwa nyumba, sitakuwa wewe ni wazimu. Naye Mungu sasa anaweza kosa hata kukupea hiyo milioni 5 jona hata njia ya kuziweka hauna. Amen. Mimi nikafungua account. Na wakati niliweka nikaona kumbe ukiweka pesa zako tu ni zako. Ni zako, hata ukae miaka 10 uende utoe bado zitatoka tu. Wakati niligundua hivyo nikaacha uoga, nikaanza sasa kuweka tu pesa zangu kwa nilikuwa nakakana tu pesa kwa nyumba. Nikiwa na 10,000, 20,000, nilikuwa nakaa kwa nyumba alafu nazitandika saa zingine kwa meza naziangalia. Najienjoy nikiziona. Lakini singewahi pita hapo kwa 20,000 na 30. Nilikuwa nafika 20, 30, inarudi nyuma inakuja mpaka kwa 10. Tumashida. Sasa Mungu alikuwa anajua huyu nikimpea milioni atakaa nayo kwa nyumba. Utaiweka kwa mate sio penye unataka. Kwa hivyo lazima raise standard. Lazima ningejiongeza kiwango kingine. Na kujiongeza kiwango kingine ndio kujiamini. Nikaenda nikafungua account. Sasa hiyo account sasa hivi imenisaidia kwa mambo mengi sana. Amen. Kwa sababu pesa zenye Mungu amekuwa akinipea singeweza kukua nazo kwa nyumba. Bwana sifiwe. Mambo zingine zenye nimefanya, zingine banki ilihusika pia kunisaidia.
Kama kununua kagari kangu kwa kwanza nilikwambia nilienda na nikaomba kitu kidogo na wakaniongezea. Kama singekuwa na account singewahi pata kitu kama hiyo. Bwana asifiwe. Hata wewe nataka ufungue account. Nataka hebu nione ni watu wangapi wako na account. Kwanza ya Equity, kama uko na account ama Equity account yoyote, inua mkono hivi. Account yoyote. Mtu yote mwenye ako na account ya bank. Sio M-Pesa. M-Pesa sio account, sio idanganywa na mtu. Inua mkono hivi kama uko na account. Uko na account ya KCB, thank you very much. Equity. Equity, thank you very much. Hata wewe Evelyn, fungua ya Equity. Mimi najua ni why. I know. KCB pia sio mbaya, inapeana pia baka mikopo, lakini fungua Equity. Fungua kwa Equity, bado ni free. Fungua. Na watu wenye mko na account, ukifikiria kufanya jambo na hauna pesa ukuje unione. Amen. Kama uko na account, kwanza kama uko na hiyo Equity kuja unione. Bwana asifiwe. Fungua ya Equity. Hata wewe Evelyn, ndio kama kuna biashara unataka kufanya, I will show you. Nitakuonyesha venye utafanya. Amen. Nitakuonyesha venye utafanya. Wacha kushinda hapa ukisema hauna pesa. Atibaka kanisani tukitoa sadaka unapata ni shilingi 200, 300. Kwanza mimi nataka kurezi standard, nataka niweze kutoa 500 sadaka, na hiyo sitaki kufikiriaga, nitawekeleaga tu chap. Hata kama sitawekelea hapa, mimi niko na account na ituma tu direct. Nikiwa na simu yangu chap naingisha ndani. Ninataka kurezi standard. Amen. Hata wewe raise standard. Amen. Wakati nilifikiria kuhusu kurezi standard ya maisha yangu, ninakwambia mahali penye nilikuwa niliweza kutoa pesa mingi na sikuwa nazo. Amen. Watu wakadhania kaka kijana kana kwa kasongo. Kumbe sio kasongo. Nilikuwa najiamini, nikaanza kuambia Mungu, nataka unipeleke kiwango kingine mimi. Mimi sitaki hii maisha ya 20,000, 30,000 saa yote. Amen. Hii maisha ya 20,000, 30,000 hakuna penye itanipeleka. Wakati niligundua hivyo, nikainua moyo wangu nikasema sasa mimi sitaki hii kiwango. Nikaanza kujitolea kwa njia isiyo ya kawaida, na ninakwambia ili ujifunze na mimi. Hata wewe siku moja tutishe kwa hii kanisa, toa hata kama 10,000 kama uko nazo. Uone kama Mungu hata kuonekania baada ya muda mfupi sana. Watu waanze kusema kweli huyu maisha yake imeanza kubadilika. Mungu atakapokuinua upate uko na pesa kiwango fulani, hebu raise standard yako siku moja useme ninataka kupatia hii kanisa 20,000. Uwekelee hapa, uone kama maisha yako haita change. Kama ulikuwa unachezea 20,000, 10,000, uone kama utabadilishiwa hiyo stage. Amen. Hiyo ndio moyo ambao ninaongea kuhusu. Moyo wa lion. Mimi yes nilitoa. Hebu imagine Hoka akitoa shilingi 10,000 kwa kanisa. Hoka. Ninazunguka na kalamu na karatasi. Niko nauza na kalamu na kale ka kitabu kameandikwa Hello Children na kingine kanaitwa translation. Unazionaga kwa stage zikiuzwa hata sasa hivi. Kale ka kitabu kadogo wako kanauza kwa mpaka 50 bob. Hapo ndiko kwa kitabu kenye mimi nilikuwa nauza. Amen. Na tupenso. Na sikuwa na stock kubwa, stock kama stock yenye hata ilikuwa inafikisha 500. Na nilianza na stock ya 20. Lakini hebu imagine hiyo tu kuuza. Wakati niona nafanya dhati, nimwahi kuambia tena, na usione ni mchezo, na ninakwambia ili ujifunze na mimi. Kwa sababu ukijifunza na mimi utaenda mbali. Bwana asifiwe. Hili kanisa linatakana muanze kuinuka, na mtainuka kwa njia moja. Kama kuna mtu hapo hapa na ameanza kuchezea 20,000 na 30,000, anza kujaribu Mungu na hizo pesa. Mimi niligundua hivyo nikasema sitakubali nikaage chini hivi tena. Wacha nitishe anga. Ili Mungu akiwa mbinguni aone nimeanza kuinua moyo wangu. Amen. Aone moyo wangu sasa huyuko chini, huyuko katika bonde, nimeanza kuwekelea juu. Kwa sababu niligundua nikiendelea tu kusemaga nitatoa tu 50 bob na 100, 50 bob na 100, 50 bob na 100, nitakaa hiki kiwango ya miaka. Juu nilikuwa niliangalia nikajiuliza, kama nimetoa 50 na 100, 50 na 100, 50 na 100 hii miaka yote na sijaipeleka kiwango kingine. Je, nikianza fanya jambo lingine? Wakati yenyewe nilijaribu nikatoa 10,000, hapo ndipo nilianza kuona Mungu pia amenibadilishia maisha yangu. Bwana asifiwe. Na nilitoa mara kadhaa. Sikuogopa. Mwaka nilifuata hata kabla sijabarikiwa vizuri, hata kabla sijaanza kubarikiwa, bado nilifanya hivyo hivyo. Mungu akaona kweli nimeamua. Akaona huyu amekuwa lion sasa. Amekuwa mtu ambaye ni mjasiri. Nitaanza kumkumbuka. Njia zangu zikaanza kufunguka pole. Nikatoka kwa hiyo stage ambayo nilikuwa na shinda ya 20, 30,000, 15,000 nilishindanga hivyo. Ikifika 30, shetani akiona nimeenda sana anaanza kuiteremsha. Kwanza ikifika 10,000 nilikuwa na stress. Mimi pesa yangu ilikuwa inateremka kutoka kwa 30 ikuje mpaka 10,000. Ikifika kwanza 8,000 mimi siku yote nilipata ni kama ni mmoja. Nilikuwa sina amani. Amen. Nataka uanze kurezi standard. Amen. Hebu ambie mwenzako mimi nitaanza kuinuka kwenda kiwango kingine. Mwambie nitaweka moyo wangu juu sasa, ili nimpendeze Mungu. Sema Mungu wetu hapatikani mahali chini. Anapatikana mahali juu. Na nitaanza kwenda hapo juu. Sema kwa huo mlima nitaanza kukanyaga hatua za kwenda hapo. Na ninajua nitakutana na Mungu wangu hapo. Amen. Amen. Musa alienda kukutana na Mungu wake katika mlima. Bwana asifiwe. Katika mlima. Sio katika nini?
Wacha tuone mwingine hapa, huyu ni nani? Bwana akashuka mlima, juu ya kilele cha mlima. Bwana akamuita Musa aende hata kilele cha mlima. Musa akapanda juu. Hiyo ni kitabu cha Kutoka 19 mstari wa 20. Inasema hivi, Bwana akaushukia mlima juu ya kilele cha mlima. Bwana akamuita Musa. Hebu ona penye Mungu anakuja. Mungu anapatikana tu kwa mlima. Mahali juu. Mahali juu. Bwana asifiwe. Mahali juu. Wacha kumtafuta Mungu huku chini chini. Jaribu kumtafuta Mungu mahali juu. Na kumtafuta mahali juu itabidi ujitolee. Ufikirie moyo wangu, useme moyo wangu, nitakaa hivi miaka yote. Nitakaa na hii roho ya umasikini miaka yote. Uanze kuikataa. Ukiikataa, hiyo ndio kupanda mlima. Kupanda mlima ni kitendo chenye utatenda cha kuonyesha Mungu kwamba hautaki kukaa chini. Amen. Hapo ndipo mtakutania. Kwa huo mlima. Mlima ni mahali juu. Bwana asifiwe. Nafurahisha sana na msemo mmoja wanawake wa Kikuyu wanatumiaga. Wakati wameona shida mahali penye wako shida imezidi, wanasemanga niego thie okale magagwa. Amen. Ninafurahishwa sana na huo ufunuo ambao wanakuwa nao. Ate okale magagwa. Yaani wakati ameona ako na shida mingi mahali penye yako na anataka kuenda kiwango kingine, anasemanga mimi nitaenda tu kwa mlima wenye nitaanguka. Amen. Mbona hasemagi kwa bonde lenye nitaanguka? Anasemanga kwa mlima wenye ata. Kwa hivyo hiyo ni siri wanakuwa nayo. Yaani anaamua shida zake wacha aende anguke katika mlima, lakini sio katika bonde. Kwa sababu ukiwa bonde huko Mungu hapatikani katika bonde. Huko chini chini huko chini ya kitanda huko anaonekana mahali juu. Bwana asifiwe. Wacha tumtafute Mungu wetu. Wacha tumtafute Mungu wetu katika mlima. Wacha tuongeze imani yetu, tuambie Mungu, hebu niongezee imani ya kukujua zaidi. Mungu, hebu nikumbushe ama unionyeshe njia za kufanya niinuke zaidi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na nilikataje nikasema wewe hata wako na account. Kama kuna biashara unataka kufanya, kuja nitakwambia vile tutafanya. Kama ni pesa hauna na ninajua utaenda kiwango kingine. Amen. Ukitaka kujua hata Mwangi muulize, atakwambia kunawezekana. Amen. Kwa sababu tutaki watu wakae kwa umaskini, nataka tuinue watu. Bwana asifiwe. Nataka watu waende kiwango kingine. Ili hata tukikuja hapa hata kujitolea kwa kazi ya Mungu haitakuwa ngumu kwako. Kwa sababu wakati umebarikiwa niko sure hauwezi sikia shida kumtolea Mungu kazi ama kumtolea Mungu sadaka ama fungo. Utasemaga hii ni Mungu amenipea. Bwana asifiwe. Kama uko na account na unafikiriaga kufanya biashara, kuja tuongee nikuambie venye utasaidika na niko sure utaenda katika kiwango kingine. Bwana asifiwe. Niko sure kabla mwaka uishe utakuwa umeanza kuona Mungu. Na Mungu ndiye ajionyesha katika maisha yako, lazima afanye kitu. Wakati umeanza jambo Mungu hataliharibisha. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu anataka pia ajisifishe kupitia jambo ambalo utalifanya. Bwana asifiwe. Nataka tumpigie Mungu wetu makofi mazuri, makofi ya ajabu. Na makofi ya Mungu inaandamanaga pamoja na vifijo na nderemo. Hebu rudia tena hiyo makofi. Vifijo na nderemo vifuatane katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Thank you very much. God bless you. Mungu awabariki sana. Nataka praise and worship waje hapa ili tumsifu huyu Mungu. Amen. 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 Haya, hata